Karibu tena mwana michezo, njoo tuyazungumze yale ya kimichezo zaidi na njoo kati yale ya kimichezo. Karibu tena Dar Sports ambaye inarudi hapa Dar es Salaam kuna kwa chakata yale ya kimichezo kwa kweli kuma na kutazama ligi kuu Tanzania bara. Jana tumeshuhudia kundi Msimbazi wakilaza viatu Singida Black Stars kwa bao moja kwa nunge kubwa. Ambalo nazungumzia kuhusiana na referee wa mchezo wa jana Elsasi ameonekana kama anobebea upande mmoja wa Simba Sports Club. Penalti mbili ambazo zihusika kwa Singida Black Stars, lakini Singida wakanyimwa. Tukajunge moja kwa moja na mchambuzi maarufu Tanzania, mchambuzi hodari kwa Jemedari Said akizungumzia mchezo wa jana. Huyu hapa Jemedari. Jemedari za asubuhi kwanza. Fantastic. Kipindi cha kwanza ilikuwa ni kipindi ambacho Simba wangeweza kumaliza mchezo. Walikuwa wametawala sana na watengeneza nafasi nyingi ambazo kwa mastajabio ya wengi wakashindwa kuzitumia zile nafasi. Nafikiri ni mwendelezo wa kutengeneza nafasi na kushindwa kuzitumia hasa kwenye mechi kubwa. Hasa kwenye mechi ya finali kutengeneza nafasi ambazo ziliwasumbua baadaye kwa sababu shindwa kuzitumia. Kipindi cha pili Singida walipata advantage ile ya Simba katika mechi kubwa zimepatana. Kipindi cha pili Simba unaweza kuona wako chini, lakini pia hata na fatiki yao Singida wali performance kusema kweli. Kwa far much better. Lakini eneo la ulinzi la Simba Jemedari unalionaje? Nilikuwa naona kama na makosa yalikuwa yanafanyika licha kwamba yakuruhusu, lakini ukabaji wao wakati mwingine ni kama unachelewa, na wengine kama unakaba kwa macho, mtu kama Shemalon ukabaji wao kama bado una changamoto, au wewe ulionaje? Kwa kuwa makosa kwenye mpira ndo mpira huwa ni mchezo wa makosa pia, lakini yale makosa kwa nini tunazungumza hapa ni kupelekea bao au yanapotaka kutengeneza bao tunazungumza ili yarekebishwe, kwa sababu kuna namna ambavyo watu wanaelekea kucheza kwa usahihi. Unapofanya makosa tunakueleza kwa sababu urudi kwenye ule usahihi ambao huwa tunaelezana. Yes, Chemalon alikuwa identified na wengi pamoja na mimi kwamba hakuwa kwenye kiwango kizuri, namba yake ya kukaba haikuwa bora. Si yeye peke yake, lakini Arabu wakati fulani naye alikuwa anashindwa kabisa kumcontrol Soa na mwalimu kwa nini pengine aliwaza kuwatumia wote walinzi wale zaidi ya watatu kwa kwenye eneo moja? Akaamua kucheza na mabeki watatu, akasogeza Chaba na Somali juu ili wacheze na backline pale, lakini ilikuwa ngumu kidogo bado, kwa sababu na mwalimu wa Singida akagundua, akaongeza mshambuliaji na yeye baada ya kuona kama ile mbinu yake alikuwa anatumia mwanzo imekuwa discovered kwa kuongeza beki mwingine, na yeye akaongeza striker. Sasa ikawa kama vile jambo lile lililotokea awali, bado Simba wakawa wana struggle na Hamza kutokuwa kwake kwenye kiwango kizuri. Tukumbuka mechi ya pili ya finali ya kucheza, kwa sababu ya kwanza alicheza muda mfupi tu, wanaumu wanasema kwa bado ana fitness na yeye akawa na struggle. Sasa wakawa wamewekewa na mastrika wale watatu, mastrika wawili top wako pale juu, alafu wanasaidiwa na Damaro, wanasaidiwa na msabu namba 60 Mtanzania mpya Joseph Asabana. Bada, yes, Asabana. Ikawa sababu iko vile vile. Na hebu tujadili performance ya mwamuzi Jemedari. Watu wengi wamemwangushia sana lawama Elsasi jana. Wewe umemwonaje na unampa max ngapi kwenye 10? Sijakusikia. Watu wengi wamemlaumu mwamuzi kwa namna alivyochezesha, akisema Singida walistahili penati mbili jana, kuna kadi zilionekana, lakini mwamuzi ni kama alimeza filimbi jana. Wewe ulimuonaje na unampaje max jana? For sure alikuwa na kiwango cha wastani. Harry is my brother, kijana wangu, mwana siku nyingi,
believe ni moja kati ya waamuzi wazuri, lakini hakuwa na siku nzuri sana ofisini jana. Alikuwa na siku ya wastani, kwa sababu to be honest, kuna watu kwangu mimi naona kulikuwa na matumizi makubwa sana ya nguvu. Wakati mwingine alipaswa kuwa cautioned ili kuicontrol game. Kuna wakati so alianguka kwenye goli la Simba, ule mpira ukaenda kwa goalkeeper wa Singida akadaka, lakini mpaka amedaka mwamuzi hakuwa na maamuzi yoyote, yani hatukusikia filimbi yoyote ya kusimamisha mpira, kwa sababu usipopiga filimbi that means mpira uko mchezoni. Yakarudi mpaka kufika huku kwa soa, yani anakaribia kufika, ikapigwa filimbi, baadaye ukaja mpira drop, lakini imechukua muda ile kipa na mpira tu, hatujui what is going on. Nafikiri kwa sababu kulikuwa tayari kushatokea matukio mawili ambayo yalikuwa yanaashiria penalty. Tukio la kwanza, to be honest, mimi yeye siwezi kumlaumu sana. Mtu ambaye alipaswa kumsaidia ni mwamuzi msaidizi namba 2 ambaye alikuwa karibu ya tukio kulikoni yeye alikuwa mbali. Ingawa yes itakuwa ni penalty, lakini nani alikuwa anamsaidia na yeye na position yake ilikuwa ni assistant referee. Tena siku moja nimemkumbuka pale Frank Komba kwenye situation kama zile za counter attack na mwamuzi yuko mbali, anaingia kiwanjani, anasaidia kuangalia tukio kwa ukaribu ili amsaidie mwamuzi. Lakini yule mama kule pembeni sio tu kufanya hivyo, lakini kule alibaki kule pembeni na hakuwa na msaada, akamtaka mwamuzi mwenyewe. Ndio sisi tunapata advantage kuona baadaye ile tukio kama picha za marejeo. Kwa hiyo mimi naweza kusema alikuwa mbali, hakuona. Lakini the second penalty alikuwa karibu na alifanya maamuzi ya kukataa kwamba hajaguswa. Haikuwa hivyo, kwa ile ilikuwa ni ya kwake yeye mwenyewe. Then baada ya pale ndio alikuja matukio ambayo kimwangalia unaona kwamba labda zile incident zinarudia kichwani. Kwa hiyo kwa kiasi fulani, kwa wakati fulani akakosa control ya game, lakini baadaye alirudi. Kwa hiyo kama mimi ningekuwa kabisa wake, labda ningempa tu maxi za wastani ambazo ni nusu chini yako 7. Yes. Okay, 7 ya 10. Lakini ukiangalia na uzoefu amechezesha mara nyingi kwenye ligi. Makosa kama yale Jemedari kwenye mechi ambayo ina tension kama ile, wakati mwingine inasababishwa na nini kwake kama mwamuzi, wakati ni mwamuzi mzoefu kabisa? Profesa wa chuo kikuu akiambiwa siku anaingia kwenye mtihani naye anapata examination FIFA. Kwa hiyo hii kwamba yeye ana uzoefu and so on, ni kweli ana uzoefu na ni mwamuzi wa FIFA Kongo, unaweza kuita na kwa mwamuzi bora wa nchi wakati fulani mara 2 au 3 mfululizo, lakini bado mechi kubwa ni mechi kubwa tu. Ile mechi ilikuwa ni tension kubwa, na kuna wakati ungeweza kumuona akikosa control ya game. Nimekutajia hizo nyakati baada hasa ya yale matukio mawili. Mamaro alienda kufanya faulu moja kwa Shaba alipoingia kipindi cha pili, lakini it was uncautioned. Ukajiuliza why? Kwa sababu mtu akutaka mpira excessive force, tena kumpiga mwili kwa mwili. Ukaweza kumuona Shaba alivyokuwa na garagara na mtu ameukosa mpira, amekwenda kupiga mwili wa mtu. Angalia tukio la Kevin Nation, ana yellow, anakwenda kuingia namna ile. Ile ndio ambayo ngalimu Kagoma kwenye finali. Tayari yellow, alafu akataka kufanya kitu kama kile. Ilipokuja nyekundu tukaanza kulialia kwamba unajua mwamuzi angemuonya, angefanyaje. No, ushakuwa na njano, wewe ulipaswa kuwa makini tunapokwenda kufanya ni baada ya kuwa kuna incidents zimetokea na ukuziamua labda unavyohisi kwamba baadaye huko unachezesha ni binadamu. Ukiangalia reaction ya wachezaji, reaction ya spectator